Ndugu na dada, leo nataka kukukumbusha kitu rahisi lakini chenye nguvu. Sala haihusu utendaji, inahusu uhusiano. Mara nyingi tunasikia kwamba ni lazima tuombe kwa muda mrefu, tuombe kwa bidii na kuomba bila kuacha. Na ndiyo, sala ni muhimu, ni pumzi ya roho yetu, njia ya maisha kati yetu na Muumba wetu. Lakini wacha niwaambie ukweli huu, Mungu si msimamizi wa kazi, yeye ni Baba mwenye upendo. Unapochoka, macho yako yanapokuwa mazito na usingizi, na mwili wako unatamani kupumzika, Mungu anaelewa. Anajua sura yako, anajua mipaka yako, na anajua moyo wako. Biblia inasema katika Zaburi 103:14, kwa maana anajua sura yetu, anakumbuka kwamba sisi ni vumbi. Kwa hivyo ukijikuta umechoka sana kuomba, usijilazimishe kwa maneno matupu. Usifikiri kwamba Mungu atakuwa na hasira kwa sababu ulilala kabla ya kumaliza maombi yako. Badala yake, pumzika. Usingizi. Na unapoamka, inua sauti yako, inua moyo wako na uombe kwa nguvu. Kwa sababu maombi hayahusu wakati wa siku, ni juu ya uaminifu wa moyo wako. Iwe inanong'onezwa usiku wa manane, inasemwa alfajiri, au kuinuliwa saa 6 mchana, Mungu husikia. Yeye hasikilizi urefu wa maneno yako, bali kwa kina cha roho yako. Tusifanye maombi kuwa mzigo. Wacha tuifanye iwe furaha. Wacha tuombe wakati tuko macho na tayari kuwasiliana naye. Na tupumzike tukiwa tumechoka, tukijua kwamba hata katika usingizi wetu, Mungu anatutazama. Kwa hivyo ninakutia moyo leo. Omba kwa upendo, sio kwa shinikizo. Omba kwa unyoofu, sio kwa uchovu. Omba unapoinuka, omba unapotembea, omba unapofanya kazi, omba ukipumzika. Na kumbuka, Mungu anadhamini moyo zaidi kuliko ibada. Anafurahia sala yako, iwe ni ndefu au fupi, iwe ni ya sauti kubwa au ya kimya, iwe ni usiku au asubuhi. Kwa hivyo usiku wa leo, ikiwa una usingizi, usijisikie hatia. Lala kwa amani. Na unapoamka, omba kwa furaha. Kwa sababu maombi hayahusu kulazimisha, yanahusu kutiririka. Ni juu ya upendo. Ni kuhusu uhusiano. Amina.